Pia tunamshukuru Mungu kwa ulinzi na uchungaji ambao ametulinda na kutukinga na kutuwezesha kuwa hapa wakati una muda huu. Kwa hiyo tunasema jina la Bwana libarikiwe tena litukuzwe. Kwa sababu ya wapendwa, tunaenda kwanza ibada yetu ya jioni ya leo na tunaenda kufungua kwa maombi. Tunaomba Mama Tresor, Mungu akubariki sana, tufungulie maombi ibada yetu kwa maombi na baadaye tuendelee. Karibu sana. Bwana wangu Yesu Kristo, asante tena Bwana Yesu, nafasi na wakati unatupa. Bwana umetujalia ili tena tukaweza kuona na muda huu na wakati huu na tukapata kukusanyika ili kwamba tuwe na kipindi hiki cha ibada jioni leo. Tumwage mioyo yetu. Tunajua wa ndugu wapendwa wengine wamekuwa na ibada katika mchana wa leo, waleta maisha yao, waleta mioyo yao mbele zako wakitoa ibada inayokubalika. Na sisi tunakuja Mungu jioni, tunaleta mioyo yetu, tunaleta maisha yetu katika kanisa ile ya nyumbani ili tukaanze kumwaga mioyo mbele zako na kupata muda na nafasi pamoja nawe. Lengo letu ni kuhudumiwa, lengo letu ni kuishwa, lengo letu ni kuvuviwa, lengo letu ni kunenewa, lengo letu Bwana ni kuelekezwa na kuongozwa na kutayarishwa kwa ajili ya ujio na kwa ajili ya ufalme. Muda wote wakati tubarikiwe Bwana. Acha kila mmoja wetu Bwana akaweze kuhisi uwepo wako katika ibada hii na Roho Mtakatifu akaweze kutuzuia. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Tunaenda kuimba nyimbo za msamaha na baadaye tunachukua kipindi kingine. Amen. Amen. Yesu Kristo Bwana wa Yesu Kristo Bwana wangu. Una amri na uwezo. Una amri na uwezo. Za kuziondoa dhambi. Una takasa roho yangu nitolee masamaha. Mwisho wa safari nikae kwako. Mbele nilikuwa muvu, nilikukata Yesu. Kwa hakika sikujua wewe na upendo wako. Nitolee masamaha. Bwana Yesu usamehe dhambi nilizozifanya, sitike majaribu, nguvu yako nitolee masamaha, niokoe na jaribu, nilinde hata mwisho wa safari, nitwae kwako. Tangu sasa ewe Yesu, Mwokozi na rafiki, nimetengwa na shetani, niwe wako siku zote. Nitolee masamaha, niokoe na jaribu, nilinde hata mwisho wa safari, nitwae kwako. Karibu kwa mambo msamaha Baba katika jina la Yesu. Tuaje mbele zako tuleta mioyo yetu tena Bwana. Katika dhambi kwa machafu kama mbele zako stadi hai. Fai stadi mbele zako stadi kambele watu wako stadi hai. Ndio stadi hai. Kwa damu yako iliyotumika pale msalabani Golgotha stadi hai. Ibada kusamehewa katika damu yako stadi hai. Leo ya kumsamehe pale kwenye stadi katika damu yako stadi hai. Unadai zangu na makosa zangu mbele zako stadi hai. Kwa sacrifice stadi Bwana. Lakini neema yako iko juu yangu stadi hai. Naomba unisamehe. Tuoshe mtakatishe. Unadai zangu na makosa zangu mbele zako stadi hai. Nishirikiane pale kusikia Bwana stadi yangu Mungu tu Bwana wetu. Kwa sababu tunataka katika damu yako na
kwa wingi wa rehema yako Yesu Kristo. Niongoze Bwana wewe nami Yesu Kristo. Umetutakasa na kutusamehe kwa uwezo wa jina lako. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Acha wimbo wa 24 ambao tunajua sie wote, namba 24 katika nyimbo za wokovu. Mungu mwenye kweli na kuamini sana. Amen. Amen. Tutaimba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Wale ambao wanajua wataelekeza, pia wale ambao hawajui vizuri. Tufungue mioyo yetu tu, kwenye kuna nia kuna njia, na tuimbe tukiwa pamoja na Mungu atatubariki. Amen. Amen. Mungu mwenye kweli na kuamini sana, maneno yako yote milele yatadumu. Nitakishiba, nitakusaidia, nategemea Bwana ahadi yako. Kuita jina lako, naona tumaini, naona tegemeo kwako, naona tumaini, naona tegemeo kwako, naona tumaini, naona tegemeo kwako. Ninavyoomba najua wasikia yaliyo mema kwangu, najua wayafanya katika shida zangu, waweza kunilinda, wanichukua mimi na masumbuko yangu, wanichukua mimi na masumbuko yangu, wanichukua mimi na masumbuko yangu, wanichukua mimi na masumbuko yangu. Ninavyoomba kweli, najua yaliyo mema kwangu, najua wayafanya katika shida zangu, waweza kunilinda, wanichukua mimi na masumbuko yangu, wanichukua mimi na masumbuko yangu, wanichukua mimi na masumbuko yangu. Amen. Amen. Mwimbaji anaomba, ilikuwa hitaji. Unajua nyimbo za leo watu wanaimba tu, ni system iko, lakini nyimbo za watu zilitoka rohoni. Walipoimba ilikuwa hitaji iliyokuwa ndani ya moyo wake. Anasema ninavyoomba kweli najua Mungu nasikia, na yaliyo mema kwangu Mungu tayatenda. Amen. Jina Bwana barikiwe. Ilikuwa ni hitaji. Kwa hiyo tunapoimba ni wakati tunamwaga mioyo yetu mbele za Mungu. Katika lile wimbo mwambie Mungu hitaji ya moyo wako. Na Mungu ni roho, tena ni Baba, anasikia na atatenda kwa wakati na kwa muda kwa ajili ya lile hitaji, atalifanyia kazi na utapokea na utaona mkono wa Mungu. Amen. Jina Bwana barikiwe. Acha tuketi chini kidogo ili kwamba tupate nafasi
ya kuleta shukrani zetu na ushuhuda mbele za Mungu. Nashuhudia naona Yesu ananipenda. Nashuhudia naona Yesu ananipenda. Mimi nashuhudia naona Yesu ananipenda. Nashuhudia naona Yesu ananipenda. Nashuhudia naona Yesu ananipenda. Yesu ananipenda. Nashuhudia naona Yesu ananipenda. Nashuhudia naona Yesu ananipenda. Wapendwa, na shukrani mbele za Mungu. Amen. Kwa ajili ya pumzi ya uzima. Amen. Kulala na kuamka kila siku ni muujiza. Tunaishi katika dunia ambapo uko nasikia leo mlikuwa na mtu, kesho mtu hayuko. Kwa hiyo kulala na kuamka ukiwa mzima imegharimu neema ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo na sababu yote kumwambia Mungu jina lake ifanye nini? Limidiwe na jina lake libarikiwe. Amen. Amen. Kwa hiyo nashukuru pia kwa ajili ya familia yangu, mke na watoto, tuko wazima. Mungu anatulinda, Mungu anatukinga, Mungu anatupigania, Mungu anatuokoa, Mungu anatuponya. Zaidi ya yote, nina shukrani kubwa kwa Kristo Yesu kuokoa nyumba yangu. Amen. Amen. Hata kama watu wanaweza kujivuta na kutembea kama mzee Kobe ama vile Kameleo, lakini kuna hatua tumepiga. Amen. Kuna kazi Mungu amefanya ndani ya mioyo yetu. Amen. Katika nyumba nyingi saizi wanazungumza habari ya bia. Chupa ya pombe saizi iko bei gani? Chupa ya Tusker saizi ilifika pesa ngapi? Chupa iko bei gani saizi? Njoo habari biko nazo tu. Lakini sisi tuna habari Yesu Kristo anataka nini? Yesu Kristo ameniokoa. Nini namfanyia Mungu leo? Ushirika wangu na Mungu uko namna gani? Tuna habari ya kazi ambayo Yesu amefanya katika maisha yetu na kile ambacho Mungu anatamani kuendelea kufanya. Amen. Kwa hiyo tuna sababu yote kumshukuru Mungu kwa ajili ya hiyo, na tuna sababu ya kumuinua Mungu kwa ajili ya kazi ya ukombozi katika maisha yetu. Kwa hiyo tunasema jina la Bwana libarikiwe na litukuzwe. Amen. Nampenda Bwana Yesu, nampenda. Amen. Nampenda Bwana Yesu, nampenda. Amen. Oh, nampenda Yesu wangu, nampenda. Amen. Nampenda Bwana Yesu, nampenda. Amen. Asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amina, amina. Mimi namshukuru Kristo wangu kwa hivi tu nilivyo, ni shukrani mbele ya Kristo wangu. Kwa maana kama uko mzima duniani, uko na shukrani mbele ya Mungu. Ndio. Watu wengi sana wanatarajia kwa tu Ndio. na muda tu kama hii tuko nayo, lakini haiwezekani. Ushuhuda wangu wenyewe ndasema hivi, kama sisi tuko wazima, tuko na shukuru Mungu. Ndio. Sisi hapa duniani Kristo aliumba kila kitu kwa ajili yetu. Lakini maji ya kunywa tu. Kuchota tu maji pale unalipia bili. Ndio. Lakini hii pumzi tuko nayo, Mungu atuombe bili. Ndio. Mungu atuombe kitu yoyote kwa pumzi bure. Mungu anatutaka tu hii pumzi anatupatia. Unajua hii mwili ni nguo ya roho. Ndio. Mwili ni nguo ya roho, ni kavu. Niliona wakati watu wazima kuna vile maji inabeba watu. Mili zilikuwa zinalokotwa. Mili ya watu zilikuwa zinalokotwa, mwanaume analokotwa anasimama, mumaji. Iko sawa kabisa mzima na mzima yake, lakini hana tu pumzi. Pumzi yani. Hana, lakini pale anasimama tu. Mwanamke analokotwa yuko na mjamzito, anakufa. Ajitingize hana lolote. Juu ya nini? Roho alienda. Kumbe roho ndio mtu. Ndio. Roho ndio mtu. Hii mwili tunasema tu ni koti. Hata Mungu ana hesabu na hii. Ni koti. Juu ingekuwa hii mwili inahesabika, pale kwenye ilikuwa ingefanya kazi. Ndio. Ingejitoa pale mudongo chini. Ndio. Lakini vile mtu alienda. Mtu alienda, ile koti ikabakia na kaa pale. Na ile koti hata mngeacha pale miaka yote ingeozea tu pale, inaishia pale. Kwisha. Kumbe tufanyie Mungu kazi wewe. Amen. Kama kungana wakajua ya maisha yako, fanya Mungu kazi. Amen. Tusikae kimya wenzangu. Tunaweza fikira sema sisi tuko mie naweza omba ama niende kanisani ama nikusanyike na wengine ama mie hivi na hivi, lakini ni kiburi juu ya roho ingali.
Ile pumzi ingali ndani yetu. Ndio maana unaona mwanadamu yuko na kiburi, mwanadamu anaongea kisi anataka, anasarau kisi anapenda, anaringa kisi anataka. Juu ile pumzi ye Mungu anakupa bure ungaliki nayo. Lakini Kristo tu akisema pumzi na kuita, mimi nakwambia mwanadamu utaregrete. Ile yote uko nafanya kiburi, ni kiburi tu Mungu angana kuruhusu uifanye pumzi yake angana kuachia hayo. Tufanyie Mungu kazi, jua ingali na waka. Amen. Tungali na muda. Atujue kama muda tatuishia kesho, ama miaka gani, ama mwaka gani, atujue. Lakini hii wakati tungana na kamuda, tungana neema ya Mungu ingali kwetu. Hii pumzi, huyu mtu wa ndani angaliki. Ndugu yangu, fanya Mungu kazi. Akitoka mtu. Kwa najikumbuka hata kidogo, kwa naomba Mungu kila asubuhi, unafuata hata saa 2. Mungu anakuombe, Mungu ni mzazi. Mungu si kama vile shetani. Baba. Shetani ndio anaanza kupatia makondisio, uwe baba yako, uwe mama yako, uwe na hivi, wenye nasema bongo, wenye nasingiziana, wenye nafanya hivi, ndio akupatie prime. Lakini Kristo anakulilia. Amen. Mimi mzazi wa mtu ndio kuna uchungu ya mtu. Yes. Hata ulimwengu nzima nataka kukupenda fulani, rafiki yangu, fulani, ndugu ya. Haki kuna umoja kuna uchungu yako. Mwenye alikuzaa. Mwenye alikutoa mtumbu ndio hata umupe, hata umuibe hata kisikia tu baya kujua yako. Roho inamuuma kabisa. Mzazi. Mzazi wa sisi wanadamu ni Yesu Kristo. Ni Mungu mbinguni. Ndio mzazi wetu. Mwenye alituumba. Iko na kana fikia uchungu. Mtoto wangu niliyemuumba nikampulizia pumzi ya uhai, ananifarau. Mtoto wangu niliyepumzia pumzi ya uhai, ananifanyia hivi. Mungu ndio mzazi wetu, anafikia uchungu kwa ajili yetu. Iko na wivu juu yetu, sasa tunapotea. Kumbe tufanye kazi bandugu. Ukiamuka asubuhi, kamata atwende makazi, kamata saa 2, ambia Mungu, hii saa 2 mimi nifanya mafungo. Nilete mahitaji yangu kwako. Leta mahitaji yako kwa Yesu Kristo. Masaa 2 tu. Ama saa 3. Kristo atashukuru. Kristo atafurahi sana sema mtoto wangu anakumbuka kwenye rejea. Kunipa hata masaa yake 2. Tufanyie Mungu kazi. Maisha yetu kungali mchana maishani mwetu. Siku tatuingilia, hakutakuwa na muda tena. Nafasi. Amen. 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 Tusimame. Asante sana kwa ushuhuda yote ambayo umetolewa hapa. Inahimiza mtu mahali alipo. Ninajua. Najua ule ambaye alikuwa amesinzia, alikuwa amezofika, alikuwa anapitisha wakati wake na muda wake bure. Ushuhuda hizi ambazo zimetolewa hapa zitagusa moyo wa mtu. Na kuona kwamba ni muhimu kuamka na kumtumikia Mungu. Na kupiga hatua. Amen. Amen. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Nitatangaza neno lake Yesu kwa mataifa mbalimbali. Imba. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Oh, tutatangaza neno lake Yesu. Imba. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Oh, tutainua jina lake Yesu kwa mataifa mbalimbali. Imba. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Kwa Wakongo tuimbe na kumsifu Bwana. Kwa Wakongo tuimbe na kumsifu Bwana. Amerika tuimbe na kumsifu Bwana. Amerika tuimbe na kumsifu Bwana. Baba Fano tuimbe na kumsifu Bwana. Baba Fano tuimbe na kumsifu Bwana. Oh, tutatangaza neno lake Yesu kwa mataifa mbalimbali. Imba. Tutatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Oh, tutahubiri neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Imba. Tutatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Kwa Wakenya tuimbe na kumsifu Bwana. Tanzania tuimbe na kumsifu Bwana. kwa Wakongo tuimbe na kumsifu Bwana. Amerika tuimbe na kumsifu
tunawaambia ende mbele. Ndio maana tunawaambia ende mbele. Ndio maana tunawaambia ende mbele. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona ima. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Oh, nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona ima. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Najua isimame na mwezi usimame. Oh yo yo yo, tupigane vita. Oh Yeshua alisema Yeshua alisema najua isimame na mwezi usimame. Oh yo yo yo, tupigane vita. Oh amina lele, amina lele, amina. Oh amina lele, amina lele, amina. Oh amina lele, amina. Imba Bwana tukuze. Amina lele, amina. Amina lele, amina. Amina lele, amina. Amina lele, amina lele. Oh amina lele, amina lele, amina. Amina lele, amina. Amina lele, amina. Nahitaji leta mawazo yako pamoja. Acha ukaweze kumtukuza na kumsifu Mungu wako. Ona ukuu wa Mungu na upendo wa Mungu kwa maisha yako. Wapi Mungu amekutoa na nini amefanya kwa maisha yako. Wako watoto wadogo wanakufa. Wako vijana wa kike na kiume wanakufa. Wako wazee wa kiume na wa kike wanakufa. Kwa hiyo watu wote katika dunia ya kifo wamekufa. Lakini Mungu yeye anakulinda. Mungu yeye anakukinga. Mungu yeye anakuchunga. Vita vinavyokuinukia vya usiku na mchana na hewa za magonjwa, lakini Mungu anakupigania na kushindia na kuokoa yale yote. Sio kwamba kuna kile umefanya, lakini kwa ajili ya wema wake na kwa ajili ya upendo wake. Tuna sababu ya kumtukuza, tuna sababu ya kumuinua na tuna sababu ya kumwabudu nani? Mungu wetu. Kwa ajili ya upendo wake, kwa ajili ya wema wake na kwa ajili ya ulinzi wake kwa ajili yetu. Jina la Bwana barikiwe. Amen. Bwana Mungu wangu we, ninakupenda. Imba Bwana Mungu wangu we, ninakupenda. Oh, umefanya haleluya mambo ya ajabu. Baba umefanya mambo ya ajabu. Imba Bwana Mungu wangu we, ninakupenda. Imba Bwana Mungu wangu we, ninakupenda. Baba umefanya mambo ya ajabu. Bwana umefanya mambo ya ajabu. na vipofu wanaona Kwa jina la Yesu. viwete watembea Kwa jina la Yesu. Baba umefanya haleluya mambo ya ajabu. Bwana umefanya mambo ya ajabu. Imba Bwana Mungu wangu we, Ninakupenda. Imba Bwana Mungu wangu we, Ninakupenda. Baba umefanya haleluya mambo ya ajabu. Baba umefanya Baba mambo ya ajabu. na viziwi wasikia Kwa jina la Yesu. na vipofu wanaona Kwa jina la Yesu. Oh, umefanya haleluya mambo ya ajabu. Bwana umefanya mambo ya ajabu. Imba Bwana Mungu wangu we, Ninakupenda. Imba Bwana Mungu wangu we, Ninakupenda.
mambo ya ajabu. Umefanya mambo ya ajabu. Baba, tunasema asante maana umefanya mambo ya ajabu. Wewe mfalme wa falme, Bwana wa bwana, Mungu juu ya miungu. Asante maana Mungu tunaishi na tupo kwa ajili yako. Bila wewe Mungu kuwa pamoja nasi, bila mkono wako kuwa juu yetu, bila utukufu wako kutuzunguka, bila uwepo wako kuambatana pamoja nasi, bila nguvu za kujifunua kujitukuza kwa ajili yetu, kama hatupo katika dunia wenye mwili, kama tumekwisha kuitwa mauti, kama tumekwisha kutoka dunia, lakini Mungu unatuhifadhi hai, unatulinda, unatukinga. Tunaishi kwa ajili yako na kwa ajili ya wema wako. Tuna sababu ya kutukuza na kuinua kwa jina lako. Uko mwema, uko Mungu, unatosha nenea. Sifa ni zako, utukufu na heshima ni zako Bwana. Bariki nimidiwe. Haleluya. Asante Bwana. Haleluya. Ndiye nguvu ya maisha yetu Kristo. Ndio maana tunakuita muda kama hii. Tunajua kama wewe ndio Bwana. Haleluya. Ametenda maajabu na siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu, ametenda maajabu nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu, ametenda maajabu nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Baba ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu, huyo Baba ametenda maajabu nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Baba, tunasema asante, maana wewe ni Mungu unatenda maajabu. Uzima wetu vile tulivyo tu umetenda maajabu. Pumzi tunayopumua Mungu atukununua umetenda maajabu. Tunaona na macho yetu mawili kila mmoja wetu hapa Mungu. Tunagusa, tunajua hiki ni kile, Mungu umetenda maajabu. Mikono yetu miwili yote nagusa, inafanya kazi, Mungu umetenda maajabu. Tunatembea kwa miguu yetu wenyewe, Mungu umetenda maajabu kwa maisha yetu. Umetenda maajabu. Unastahili sifa, unastahili utukufu, unastahili heshima, unastahili kuabudiwa, unastahili kuinuliwa. Sifa na utukufu na heshima zikurudie Mungu wetu. Asante kwa ajili ya kila mmoja wetu mahali hapa. Asante kwa kazi unayofanya katika nyumba hii na kwa ajili ya maisha ya kila mmoja wetu. Unatupigania, unatulinda, unatukinga, unatuchunga, unatuokoa, unatuponya. Mungu, vita sio vyetu, vita ni vyako. Asante kwa kazi ya msalaba, maana kwa kupigwa kwako sisi tulipata kupona. Haleluya. Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo, nyota, nuru, na vitu vyote pia viumbwavyo kwa uwezo wako. Oh Bwana Mungu, Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikitazama jinsi ulivyo, nyota, nuru, na vitu vyote pia viumbwavyo kwa uwezo wako. Roho yangu ona ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu ona ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu ona ikuimbie
telezo mwambie Mungu asante. Asante Yesu Kristo kwa kufikisha siku ya leo tena siku ya hai. Asante kwa ajili ya siku ya hai kwa kutubariki na kufikisha kwa siku ya leo kwa wengi wana hope wangefikisha siku ya leo lakini hawajafikisha Yesu Kristo hai. Naamini ya kwamba uwepo wako uko mahali hapa. Naamini ya kwamba kila mmoja wetu amejazwa na roho yako na tunaamini ya kwamba Bwana uko pamoja nasi na uongozi wako uko pamoja nasi Yesu Kristo hai. Endelea kutupigania Bwana, endelea kutuongoza katika damu yako. Endelea kuwa nasi Bwana kwa wakati wote ule Yesu hai. Na sifa zako na utukufu za kuitia Kristo hai. Kila mmoja wetu akutumikie kwa roho na kweli na kila mmoja wetu afanye vile upendavyo na vile utakavyo na vile upendavyo Yesu Kristo. Katika jina lako Yesu Kristo nimeomba, amen. 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 Simama imara tutashinda. Tukiwa na Yesu tutashinda. Simama imara tutashinda. Tukiwa na Yesu tutashinda. Simama imara tutashinda, tukiwa na Yesu tutashinda. Simama we mama utashinda, ukiwa na Yesu utashinda. Simama imara tutashinda, tukiwa na Yesu tutashinda. Simama dada tutashinda, ukiwa na Yesu tutashinda. Simama imara tutashinda, tukiwa na Yesu tutashinda. Simama we kaka tutashinda, ukiwa na Yesu tutashinda. Simama imara tutashinda, tukiwa na Yesu tutashinda. Simama imara tutashinda, tukiwa na Yesu tutashinda. Imara tutashinda, tukiwa na Yesu tutashinda. Amen. Haleluya. 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 Katika shamba la Baba. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Amina. Aombaye. Atapewa. Aombaye. Atapewa. Aombaye. Atapewa. Atapewa. Karibu. Karibu Yesu. Karibu Baba. Karibu Yesu. Karibu Roho. Karibu Yesu. Karibu Bwana. Karibu Yesu. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Tena haleluya. Amen. Mungu abariki sana wapendwa. Acha Rosette aombe neno la Mungu. Na okay, tunataka Rosette atombea sadaka. Kisha tutaimba wimbo moja na baadaye tutoe mali zetu kwa Bwana. Amen. Karibu sana Rosette na Mungu akubariki. Bwana Yesu, ninaenda kuombea sadaka ya siku ya leo. Mungu Baba, mwenye atatoa siku ya leo, Mungu Baba endelea kumbariki, na mwenye atatoa Mungu Baba naye mkumbuke Mungu Baba. Ongeza mfuko ya kila mtu Baba yangu, tena tuendelee kukutolea mingi Yesu Kristo kustafuta. Sema asante, shukrani, mbarikiwe na majengo katika jina lako Yesu naomba kwa mimi. Chagua, chagua, chagua leo. Mimi nachagua. Chagua, chagua, chagua leo. Mimi nachagua Masia. Ewe mama. Chagua. Ewe baba. Chagua. Oleo. Mimi nachagua Masia. Wewe kaka. Chagua. Wewe dada. Chagua. Oleo. Mimi nachagua Masia. Chagua, chagua, chagua leo. Mimi nachagua Masia. Chagua, chagua, chagua leo. Mimi nachagua Masia. Wewe mama. Chagua. Wewe baba. Chagua. Oleo. Mimi nachagua Masia. Wewe mama. Chagua. Wewe baba. Chagua. Oleo. Mimi nachagua Masia. Chagua leo. Chagua mama. Chagua dada. Chagua leo. Chagua baba.
Amen. Unajua baraka zikiwa nyingi, mambo yanaweza tokea tu. Amen. Inakuja tu yenyewe. Asali ya nyuki. Asali ya nyuki. Yesu ni kama asali ya nyuki. Onja uone ni tamu sana. Yesu ni kama asali ya nyuki. Inakuja tu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunashukuru Mungu wapendwa. Thank God, beloved, Kwa muda mzuri na wakati ambao tumekuwa nao. for the good time we have had. Haijali kuwa wengi, It does not matter if we are lakini not much, kinachohitajika ni mioyo. but what's needed is our Na heart. ikiwa mioyo imefunguka, And if our heart is open, neno la Mungu the linasema word of God says, mkiwa wawili ama watatu. if you're two or more. Kwa mambo ya umati ni yetu, So the things of a crowd is lakini ours. Mungu anatafuta mioyo. But God looks for hearts. Mkiwa wawili ama If watatu, you're two or three, Mungu anasema yuko pamoja nani. God says He's together with you. Amen. Amen. Na katika ibada yetu ya jioni ya In leo, our service tonight, unaweza kuhisi uwepo wa you Mungu, might feel the presence of kwamba God. Mungu yuko kati yetu That God is between us na yuko pamoja and nasi, He's together with na us. jina la Bwana And libarikiwe. may the name of the Lord be blessed. Amen. Amen. Nataka nizungumzie kwa ajili ya kupokea hazina ya mbinguni, I want to talk about receiving the treasure. Treasure. treasure of Amen. heaven. Jina la Bwana Amen. libarikiwe. Kupokea utajiri wa mbingu. Receiving the riches of heaven. Amen. Amen. Umejua You know, mtu yote ambaye alipokea utajiri any person who have received the riches na ambaye ni tajiri and that is rich, huwa anatunza na kuchunga kile alicho nacho, he guides what he has maana anajua hiyo ndiyo maisha yake. because he knows that's his life. Na yule ambaye ni tajiri And that person that's rich, anaringa kwa ajili ya utajiri alio nao, he acts with the riches that he has maana anajua sifa yake iko katika hiyo, because he knows his glory is at that money. heshima yake iko katika He hiyo, knows his glory is at that thing. utukufu wake kama tajiri uko katika ile pesa zake. His praises like a rich person is on those money of his. Amen. Amen. Na mimi nataka kusema hivi jioni ya And I leo want to say this today kwa ajili ya kanisa la Yesu Kristo, for the Church of Jesus Christ, wale ambao wameokoka those who are saved au ambao ni Wakristo. or those who are Christians. Na mimi kanisa la Yesu Kristo I believe the Church of Jesus na Christ Wakristo ambao and wameokoka the Christians who are saved, tunahitaji kujivunia utajiri. we need to be happy with our riches. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunahitaji kujivunia utajiri tulio nao, We need to be happy with the riches we have. na utajiri huo And those riches ni Yesu Kristo. is Jesus Christ. Amen. Amen. Yesu Kristo. Jesus Christ. Amen. Amen. Umejua You know, maisha ya Ukristo the life of Christianity, haina value tu kuitwa Mkristo, it does not have value to be called only Christian, lakini zamani yake but its value ni kuwa na Yesu Kristo katika moyo wako, is to have Jesus Christ inside your heart, ni kuwa na Yesu Kristo katika maisha yako. is to have Jesus Christ inside your life. Amen. Amen. Wakati tuko pamoja na Yesu Kristo, When we are together with Jesus Christ, wakati unampenda Yesu Kristo when you love Jesus Christ, na una ushirika na uhusiano mzuri na Yesu Kristo, and when you have a good relationship with Jesus Christ, amen, Amen. maisha yako ya rohoni ina dhamana. Your spiritual life has a value. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Ndio maana nataka kuzungumzia wapendwa, That's why I want to say this, beloved. kama kuna kitu cha kutunza, If there's something to guide, kuna kitu cha kuchunga, if there's something to be guided, tunahitaji kumtunza na kumchunga Kristo ndani ya mioyo yetu. we need to guide and be with Jesus Christ inside our hearts. Amen. Amen. Hasa siku tulizo nazo, Now the days that we live, nyakati tulizo nazo, the time that we have, siku tulizo nazo ni siku za mwisho. the days we have are the last days. Nyakati tuko nazo ni nyakati za mwisho. The days we have are the time we have is the last day, last time. Tunahitaji kutunza, We need to guide. tunahitaji kuchunga We need to guide kile tulicho nacho what we have ambacho tumekipokea that we have received maishani mwetu, inside our life, mioyoni mwetu. inside our heart. Ndio sifa yetu, That's our glory. ndio utukufu wetu, That's our power. ndio heshima yetu. That's our respect.
Ndio nguvu yetu. That's our strength. Kile ambacho tumekipokea. Everything that we have received. Utajiri wa mbinguni. The riches of heaven. Yesu Kristo ndani ya mioyo yetu. Jesus Christ inside our heart. Ni kitu cha kutunza. It's something to guide. Ni kitu cha kuchunga. Something to guide. Amen. Amen. Nataka tusome katika Mathayo. I want us to read in Matthew. Sura yake ya 13. Chapter 13. Mstari wake wa 44. Verse 44. 44. Chapter verse 44. Mathayo Matthew 13 13 44. 44. Terezo ataanza kusoma kisha na mimi nitamfuata baadaye. I'm reading in the name of Jesus Christ. Amen. The kingdom of heaven is like treasures hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Yes. Amen. 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 Enda tena ku Timotheo. Timotheo. 1 Timothy chapter 5. 1 Timothy book. First Timothy Chapter 5. Okay, verse 20. Verse 20. Those who, I'm reading in the name of Jesus Christ. Amen. First Timothy chapter 5 verse 20. Those who sin are to be rebuked publicly, so that the others may take warning. First Timothy chapter 5. Ngo twende hapa. First Timothy. Kuna kitu nataka kupata pale. Naona kama inapotea kidogo pale. Timotheo wa kwanza sura yake Timotheo wa kwanza First Timothy Okay. Rudia tena some pale. I'm reading in the name of Jesus Christ. Amen. Those who sin are to be rebuked publicly, so that the others may take warning. Kwenye ninatafuta ni hapa. Yako nasema tafuta na yangu namna gani? Oh, enda 6. Oh. First Timothy 6. Chapter 6. Sasa huku kwangu mbona kwangu tena kwa hapa nasema second. Timotheo ngapi? Second Timothy inaanza hapa. Anzie Ndio second Timothy. basi ni first. Hii bado ni first. Soma hapa 20. 60:20. Timotheo ilinde hiyo amana. 6:20. English. I'm reading the name of Jesus Christ. Okay. Timothy, guard what has been entrusted to your care. Turn away from godless chatter and the opposing ideas of what is falsely called knowledge, which some have professed, and in so doing have wandered from the faith. Grace be with you. Amen. Amen. Injili ya Mathayo. Amen. Sura yake ya 13. Tunaanza kumstari wake wa 44-44. Kiswahili yangu nasema hivi mimi. Inasema hivi. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyositirika katika shamba, ambayo mtu alipoona alificha, na kwa furaha yake akaenda akauza alivyo navyo vyote, akalinunua
shamba lile. Amen. Amen. Nenda kwa Timotheo, kitabu cha Timotheo wa kwanza sura yake ya 6 mstari wa 20 nasema hivi: Timotheo, ilinde hiyo amana, ujiepushe na maneno yasiyo ya dini, yasiyo na maana, na mashindano ya elimu itwayo elimu kwa uongo, ambayo wengine wakiikiri hiyo wameikosa imani. Neema na iwe pamoja nawe. Amen. Amen. Bwana Yesu, tunasema asante kwa neno hili. Amen. Acha Bwana Mungu wetu na Bwana wetu kila atakayelisikia neno hili jioni leo, wala wanaotufuata kwa njia mtandao, na sisi ambao tuko hapa Bwana, wote tukaweze kubarikiwa na kujengwa na kuona mpango wako na kuona kusudi lako. Fungua macho ya mioyo yetu na masikio yetu Mungu, tukalione kanisa lako, ujenzi wako na mpango wako katika maisha yetu, na ukatuandae kwa ajili ya ujio wako kwa siku tulizo nazo. Kwa jina la Yesu Kristo Mungu wetu na Bwana wetu tukiomba kuamini. Amen. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Mambo ambayo tunataka kusoma, Things that we came from reading, ni Yesu alikuwa akizungumzia akiwa na wanafunzi wake. is Jesus Christ was speaking to his students, his disciples. Alizungumzia kwa wale waliokuwa wanamsikiza. He spoke to those who are listening to him. Alizungumza na wale waliokuwa wanafuatana na He yeye. spoke to those who are following him. Na anazungumza anasema, And he's saying, tena ufalme wa mbinguni again, the kingdom of heaven inafananishwa na mtu ambaye aliona katika shamba yake, is compared to someone who saw inside his field. aliona muna hazina ambayo imesitirika. He saw there is Hazina ambayo kusitirika ni kama hazina yenye Hazina ni kama dhambi tu. hazina ni utajiri. Ni sawa? Alikutana na utajiri ambao iko ndani ya ile shamba. he found that there is riches inside that field. Na sasa alipo ile shamba ekukua ya kwake, And that field did not belong to him. na alipoenda kujaribu kulima hiyo And shamba, when he tried to dig in that field, alikutana kuna utajiri ndani ya ile shamba. he found that there is riches inside that field. Na kwa furaha kwa kupata utajiri ndani ya ile shamba, And in the happiness of finding that riches in that field, alienda akauzisha vitu vyote alivyokuwa navyo, he went and sold everything that he had na akaja akanunua hiyo shamba and came to buy that field kwa ajili ya utajiri aliyoupata ndani. because of the riches that he has found. Amen. Amen. Ndivyo Yesu anavyosema, That's how Jesus Christ is saying. mtu ambaye alimpokea Kristo A person who received Jesus Christ, amepokea utajiri, he has received riches. amepokea hazina. He has received treasure. Amen. Amen. Na kwa ajili ya furaha ya kumpokea Kristo, And because of the happiness of receiving Jesus Christ, kwa ajili ya kupata Kristo katika moyo wako, because of receiving Christ inside your heart, lazima uwe tayari kuujisha kila kitu. you must be ready to sell everything. Hivi inamaanisha hivi, This is what it means. ikiwa mtu kabisa alikutana na Yesu Kristo If a person truly met with Jesus Christ na Mungu akagusa maisha yake akaokoka, and God touched his life and he was saved, hakuna kitu kile ambacho ule mtu huwa anabakisha kando. there's nothing that person leaves aside. Ule mtu huwa iko tayari kupoteza kila kitu ambacho kilikuwa faida kwake, That person is always ready to lose everything that was important to him na kukubali kuondoa kila kitu ambacho kingemzuia katika ushirika na uhusiano wake na Mungu, and to accept to lose everything that could have come and stop him from his relationship with God, kwa kusudi ya yeye kuweza kutembea vizuri pamoja na Mungu, so that he can walk well with God, kwa kusudi ya yeye kuwa na ushirika na uhusiano mzuri na nani? Na Mungu. because of him having a good relationship with God. Ndivyo ilivyo ufalme wa mbinguni. That's how it is in the kingdom of heaven. Ukimpata Yesu, If you receive Jesus Christ, ukiokolewa na Yesu, if you're saved by Jesus Christ, anaingia ndani ya moyo wako, and he enters in your heart, anapata nafasi ndani ya he maisha has yako. a place inside your life. Hakuna kitu kenye utaacha kando. There's nothing that you're gonna put aside. Amen. Amen. Unapaswa kuwa mtu ambaye kuna mwelekeo. You must be someone who has a Focus.
Focus. Amen. Maisha yako itakuwa na mwelekeo. Your life must have a focus. Kila chochote ambacho kingekuzuia unakiweka kando. Everything that could have blocked you could have put it aside. Macho ya mioyo yako unamuona nani? Yesu Kristo. Eyes of your spirits can see Jesus Christ. Haujivunie vitu vya mwilini. You're not glorifying yourself with the things of the physical. Haujivune juu ya manguo. You're not praising yourself because you have clothes. Haujivunie nyumba ulio nayo. You're not praising yourself because you have houses. Haujivunie akaunti za pesa ulizo nazo. You're not praising yourself because of the account of the bank you have. Kitu kimoja unachojua. One important thing that you know. Na kitu unachojivunia. One thing that you praise yourself about. Ni Yesu Kristo ndani ya moyo wako. Is Jesus Christ inside your heart. Na kile anachokifanya maishani mwako. And what he's doing inside your life. Furaha ya moyo wako. The happiness of your heart. Shauku ya moyo wako. The cry of your heart. Ni kuona mabadiliko yanayochukua nafasi ndani ya moyo wako siku baada ya siku. Is to see changes that are taking place inside your heart day by day. Amen. 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 Ambayo ni matunda na mazao ya kuwepo kwa Kristo ndani yako. Which is fruits and birds that are of Christ inside you. Na Mungu analiita kanisa wapendwa. And God guides the church beloved. Ili kwamba tusifungwe na mambo yanayotuzunguka. So that we can not be closed by the things that are surrounding us. Na tusitake kutekwa kwa mambo tunayoyaona na kuyagusa. And we should not want to be taken by the things that we can see and touch. Lakini tuone kile Yesu alichonacho kwa ajili yetu. But we should see what Jesus Christ has for us. Unao watu wengi wanaokoka. You know, many people are saved. Na wanamwamini Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi maisha yao. They believe in Jesus Christ as their Lord and Savior. Lakini hawako serious. But they are not serious. Yesu ni number 2. Jesus Christ is number 2. Kilicho number 1 What's number 1? ni vitu vya dunia hivi. The things of this earth. Ni vitu vya maisha haya. The things of this life. Amen. 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 Lakini kinachohitajika kuwa number 1. But something that's needed to be number 1. Kwa watu ambao waliokoka. Inside people who are saved. Wakakutana na Yesu. And they have met with Jesus Christ. Ni Yesu Kristo ndani ya mioyo yetu. Jesus Christ inside our hearts. Amen. Amen. Ndio maana Biblia inasema hivi. That's what the Bible says this. Tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni. Look for the kingdom of God first. Na haki yake. And all its things. Mengine Mungu atawabariki nayo. Others God will give you. Amen. Amen. Kuwa na pesa ni kubarikiwa. Having money is being Kuwa na blessed. watoto ni kubarikiwa. Having children is being Kuwa na blessed. nyumba nzuri ni kubarikiwa. Having a good house Lakini is being number 1 But first ni Yesu Kristo. is God, Jesus Christ. Amen. Amen. Number 1 First ufalme wa mbinguni. is the kingdom of heaven. Mitume walipopokea Yesu Kristo. When the apostles received Jesus Christ. Walipopokea Yesu Kristo katika maisha yao. When they accepted Jesus Christ inside their lives. Hakuna kitu kingine kiliwazuia. There's nothing else that stopped them. Kama kuna kitu walitunza. There's something that they guided. Kama kuna kitu walichunga. There's something that they protected. Yesu Kristo ndani ya mioyo yao. Jesus Christ inside their heart. Katika historia ya Biblia. In the history of the Bible. Soma na uone. Read and see. Hautaona historia ya nyumba ambazo Petro alikuwa nazo. You want to see the history of the houses that Peter had. Hautaona historia ya nyumba ambazo Paulo alikuwa nazo. You want to see the history of houses that Apostle Paul had. Hautaona historia ya nyumba za Yakobo alikuwa nazo. You want to see the history of houses that Jacob had. James. Amen. Amen. Lakini utakuta kwamba but you'll find that kuna hadithi na historia ya maisha ya kile Yesu alifanya maishani mwao. There is a story of the life of what Jesus Christ did inside their life. Muna habari walivyotoa maisha kwa Yesu Kristo. The people gave their lives to Jesus Christ. Muna habari ya kile ambacho Mungu alitenda katika maisha yao. There is news of what Jesus Christ did inside their lives. Maana kile walichokipokea, because what they received, ilikuwa ni utajiri, was riches. Amen. Amen. Kile walichokipata, what they received, ni hazina. It's treasure. Walitunza hazina ya Kristo ndani ya mioyo yao. They guarded the treasure of Jesus Christ inside them. Kuliko kila kitu. More than anything. Kanisa, Mungu aturejeshe. The church, may God bring us. Kanisa, Mungu atujalie neema. May God give us grace. Kanisa leo, the church today, watu wanataka kujivunia vitu. People want to be glorifying things. Wanajisifu na kujivuna kwa vitu vinavyoonekana. They're praising themselves and glorifying themselves for the things that they've seen. Ndio kenye watu wanawekea matumaini yao. That's what people are putting their hopes on. Lakini matumaini ya kanisa la kwanza, but the
the hope of the first church, matumaini ya watu waliokutana na Yesu, the hope of the people that met with Jesus Christ, matumaini ya watu waliokoka, the hope of those who are saved, haikukuwa katika vitu hivi vya dunia, wasn't on the things of the earth. ilikuwa katika Kristo Yesu ndani ya mioyo yao. Jesus Christ inside their hearts. Amen. Amen. Utajiri wao, Their riches, sifa yao, their glory, utukufu wao, their praise, heshima yao, their respect. Kristo ndani ya mioyo yao, Christ inside their na hearts. kile Yesu Kristo alichofanya kwa maisha yao. And what Jesus Christ has done inside their lives. Mungu analita kanisa God is calling the church. tuone mpango wa Mungu, See the plan of God. injili chukue nafasi. Let the gospel take place. Amen. Amen. Mambo yale yote hayawezi kufanyika All those things cannot happen kama hatuna ushirika na msalaba wa Yesu Kristo. if we do not have a relationship with the cross of Jesus Christ. Maana wakati hakuna ushirika na msalaba wa Yesu Kristo, mwili uko hai. Because the time that we do not have a relationship with the cross of Jesus Christ, Na the kazi body ya is out. na kazi ya mwili ni kujivunia vitu hivi vya dunia. And the work of the body is to be happy with the things of this earth. Kazi ya mwili ni kutaka kujenga jina kwa vitu hivi vya dunia. The work of the body is wanting to build a name on the things of this earth. Maana mwili haina maono ya mambo ya mbinguni. Because the body does not have any vision of the things of heaven. Mwili ulitoka kwa dunia, The body came from the earth. ni mavumbi It's a soul. Dust. It's dust. na itarudi kwa mavumbi. It will go back to the dust. Lakini tunaweza kuwa na maono ya mambo ya rohoni, But we must have a vision of the things of spiritual. na tunaweza kuwa na maono ya mambo ya ufalme wa We mbinguni, must have a vision of the things of the kingdom of heaven. ikiwa tutakuwa tuna ushirika na msalaba wa Yesu Kristo. If we only have a relationship with the cross Rudi of kwenye msalaba wa Yesu Kristo, go back to the cross of Jesus Christ. ili mwili uweze kukufa na tamaa So zake, that our body can die from the things that it needs. mwili uweze kufa na tabia That zake, it can die from its evil ways. na mtu wa rohoni auishwe, In a spiritual person to be born. mtu wa ndani ainuke. Spiritual person to stand up. Yesu atukuzwe katika maisha May yetu. the Lord Jesus Christ be praised inside our Jina la lives. Bwana libarikiwe. Amen. Ndio maana Yesu anasema hivi kwa Yohana, That's why Jesus Christ says this to John. Yohana sura yake ya 12 John chapter 12 12, mstari wa 24. verse 24. Yesu anasema hivi, Jesus Christ says this. mbegu ya ngano isipokufa kwanza, If the ngano inaitwa nini? Wave. Inaitwa nini? flour, so flour. Yani Ngano. It's John chapter John 12 40 24. ngano ni wheat. Yes. Mbegu ya ngano If wheat, inapopandwa ndani ya udongo, when wheat is being in soil, planted, when wheat is being planted on the ground, isipokufa if it does not die, haitazaa. it will not grow. Unajua Ukristu You know, Christianity ni maisha ya Kristu ndani yetu, is the life of Jesus Christ inside na us. ili Kristu aweze kuinuka katika maisha yetu, And so that Christ can be raised up inside our lives, na yeye ndiye apate kutawala mioyo yetu, and Him to take over our lives, lazima kwanza uwa nje au amekufa, it's a must for the outside body to die. na sio kufa ile ya It's kuzikwa not dying of being buried, lakini ikufe kutokana na tabia zake, but dying from its works, ikufe kutokana na tamaa zake, dying from its things. na ile yote inaweza kufanyika tu And all those can happen if kupitia kazi ya msalaba. through the work of the cross. Amen. Tunapochukua msalaba When we take our cross, na kuwa tayari kusurubisha ready mwili to crucify the flesh, na kufa kwa ajili ya tamaa die zake, from its things, mwili utakufa, the body will die, lakini mioyo yetu itauishwa. but our spirit will be raised up. Amen. Amen. Rohoni tutainuka, Spiritual will raise up, Yesu atatawala, and Jesus Christ Yesu will take atakuwa over. hai. He will be alive. lakini katika mambo ya mwili But on the things of this body, tutakufa kwa tamaa za we will mwili. die on the needs of the body. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa sababu wapendwa, That's why, beloved, kama kanisa la Yesu Kristo, like the church of Jesus Christ, utajiri wetu our riches ni Yesu Kristo ndani ya mioyo yetu. is Jesus Christ inside our heart. Amen. Amen. Ukisoma katika Waefeso If you read in Ephesians sura yake ya 8 chapter 8, mstari wa 3, verse 3, Paulo anasema hivi, Paul says this: mimi niliye mdogo wa watakatifu, I am the smallest of the holy ones. nimejaliwa neema I have been given grace kuwahubiri mataifa utajiri. to preach to the nations the riches. Amen. Amen. Kuwahubiri mataifa utajiri wake Yesu Kristo. To preach the riches of Jesus Christ to the nations. Kwa hiyo
utajiri kwa mtume Paul, So the riches to Apostle Paul haikukuwa ni pesa. is not money. Utajiri kwa mtume Paul, The riches to Apostle Paul haikukuwa ni magari. was not cars. Utajiri kwa mtume Paul, The riches to Apostle Paul haikukuwa ni manyumba. wasn't houses. Utajiri kwa mtume The Paul riches to Apostle ni Paul Yesu Kristo ndani ya maisha yake. Jesus Christ inside his life. Amen. Amen. Na alipeana ule Yesu Kristo And he gave that Jesus Christ ili atajirishe so they wengine, can make others rich. atajirishe wengine. They can give others riches. Amen. Amen. Kanisa la leo lina jina la kuwa hai, Yes, churches have the name of being lakini alive, limekufa. but it's dead. Amen. Amen. Kanisa lina jina la kuwa hai, The church has the name of being alive, lakini limekufa. but it's dead. Tuna wahubiri wengi wakubwa, We preach to many big people, lakini hawazai watoto wa but rohoni. they're not giving birth to the spiritual children. Ni watoto tu wa kawaida They're just normal children ambao wanapatikana hako tu, vitu vya mwilini, vitu vya kawaida tu. that can be found on the things of the physical, normal things. Lakini kanisa la kwanza But the first church, la Matendo ya the Mitume, apostles, ni watu ambao walizaliwa rohoni, was people that were born spiritually. na wao pia walizaa watu wa rohoni. They also gave birth to people spiritually. Amen. Amen. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Maana hauwezi kuzaa kama hukuzaliwa. Because you cannot give birth if you wasn't born. Ni lazima uwe umezaliwa You must be born ili first, uweze kuzaa. like you can give birth. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Walizaliwa rohoni, They were born spiritually. na utajiri wa Yesu Kristo ulikuwa ndani ya mioyo yao, And the riches of Jesus Christ was inside their na hearts. popote walipoenda And wherever they went, walipeana they utajiri, gave riches. waligawanya They utajiri. shared riches. Yesu Kristo Jesus na Christ, Yesu and aliyesulubiwa. who was crucified. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Paulo anamwambia Timotheo, Paul tells Timothy, ilinde hiyo amana nzuri uliyopewa na Kristo Yesu. guide that good treasure that you have been given by Yes, Jesus yes. Christ. Linda hiyo amana. Guide that treasure. Tunza ule utajiri. Guide that riches. Chunga hiyo hazina. Take care of that treasure. Kubali vitu vingine vipotee, Accept everything to be lost. lakini tunza kile ulichokipokea kwa Yesu And Kristo. guide what you have received from Jesus Ndio Christ. kitu cha muhimu. That's the most important Vitu thing. vyote tutaviacha hapa. We will live here. Vitu vyote vitabakia hapa. We will live Lakini here. kile ulikipokea kutoka kwa Yesu And Kristo, what you received from Jesus hicho Christ, ndicho utaenda nacho. that's what you're gonna live with. Maana hicho ni cha kudumu, God, that's an internal thing. ni cha milele na milele. So forever and forever. Amen. Amen. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Paulo alipokuwa katika wakati wa kufa, When Paul was at the time of dying, katika Timotheo wa pili sura yake 2 Timothy chapter ya 4. 4. Amen. Amen. Timotheo wa pili sura ya 4 2 Timothy chapter 4, mstari wa 6 verse 6. anasema hivi: It says this. sasa wakati wa kufa kwangu So umefika. the time of me dying has Na come. namwandikia Timotheo, And he writes to Timothy, wakati wa kumwaga damu kwangu umefika. the time of my blood being shed has come. Amen. Amen. Lakini habari njema kwako Timotheo ni hii: But the good news to you, Timothy, is nimevipiga vita vizuri, I have fought a good fight. imani nimelinda, I have guided the faith. mwendo nimemaliza salama. I've finished the journey. Na sasa Great. Bwana mhukumu wa haki, And now the good God, Bwana, God. good Lord, the good tuna judge nzuri. The good good judge. Bwana mhukumu wa haki atanipa The good judge will give me taji. a crown. Jina Bwana barikiwe. Amen. 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 Hakumwambia nimeacha manyumba makubwa. He didn't tell him I left a big house. Hakumwambia nimeacha kampuni kubwa ya He magari. didn't tell him I left a big company of cars. Lakini alimwambia nimevipiga vita vilivyo vizuri. But he told him I raced a good fight. Imani ya Yesu Kristo nimeilinda. The faith of Jesus Christ, I guided it. Na mwendo nimemaliza salama. And I finished the race great. Amen. Amen. Mungu ametuita God kanisa. has called us beloved. Mungu ametuita wapendwa. God has called us church. Kuna kitu ambacho tunahitaji kulinda There's something we need to guide katika siku hizi za mwisho, in these last days. na kitu hicho And that thing ni utajiri. is the riches. Haiwezi kununulika na pesa Cannot be bought by money wala kununulika na dhahabu. or bought by treasures. Ni utajiri wa Mungu ndani ya mioyo The yetu, riches of God inside our hearts. na utajiri huo And that riches ni Yesu Kristo. is Jesus Christ. Amen. Amen. Tutunze wokovu, Let's guide salvation. tutunze Ukristo, Let's guide Christianity. maana vitu vyetu vitabaki, Because all things will be left. lakini Yesu tutaenda na yeye. Jesus Christ will go with him. Amen. Amen. Bwana tunasema asante. Amen.
Asante kwa jioni njema na kwa nafasi nzuri. Amen. Msaidie kila mtu atakayesikia ujumbe huu. Yes. Msaidie kila mmoja aliye hapa Mungu jioni ya leo. Acha tupate kujua kwamba tupo wasafiri na tuko wageni. Kama kuna kitu cha kutunza na kuchunga, sio nyumba, sio gari, sio pesa. Cha kuchunga ni Kristo Yesu ndani ya mioyo yetu. Cha kutunza ni kile Mungu amekifanyiza katika maisha yetu. Msaidie yule mama, msaidie yule baba, msaidie yule kaka na dada, ili tuweze kujua nyakati na wakati, na tukeshe katika roho, tukitunza na kuchunga Yesu Kristo ndani ya mioyo yetu na katika maisha yetu kwa siku tulizo nazo. Acha neno la Mungu kila mmoja tutakapolipokea na popote utapolifuata message hii, watu wapate kuona kusudi lako, waone mpango wako na walete maisha yao kwako. Tuomba na kuamini ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Mungu, nawaombea wote walio wagonjwa kati yetu sisi tulio hapa na wale ambao wanatufuata kwa njia online. Mkono wako Kristo sio mfupi, hata ukaweza kugusa mahali popote pale, na hakuna kilicho juu yako kisichowezekana. Yote yanawezekana. Na Biblia inasema kwa kupigwa kwako Yesu Kristo msalabani sisi tulipata kupona. Na kemea nguvu za magonjwa na kazi zote za mwovu shetani. Maana Biblia inasema kwa sababu hiyo mwana wa Mungu alizirishwa ili aje aziharibu kazi za shetani. Na kazi ya shetani, magonjwa, tunazipinga na kuzikemea katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nguvu za magonjwa zishindwe kwa uwezo na mamlaka ya jina lake kutoka kuzimu. Magonjwa kutoka kwa shetani baba wa uongo, magonjwa kutoka kuzimu, magonjwa yanayosababishwa na wanadamu, magonjwa za uchawi, uganga na ulozi, tunaziteka nyara na tunazikemea katika jina la Yesu Kristo, zishindwe. Mungu, acha mkono wako kuguse watu wako, nguvu za uponyaji zitembee. Nguvu zako zitembee Kristo, waguse watu wako, waweke huru watu wako, wafungue watu wako. Hakuna kilicho juu ya jina lako Bwana. Jina lako ndio tulipewa. Biblia inasema tulipewa jina la Yesu Kristo kwa ajili ya ukombozi wetu. Acha jina lako likaguse watu wako, acha jina lako likaponye watu wako, acha jina lako likatende miujiza na ishara katika jina la Yesu Kristo hai. Asante kwa kupigwa kwa msalabani Kristo, watu wako wamepata kupona. Mungu, atupokea sifa, pokea utukufu, pokea hata heshima. Tuomba na kuamini tukiacha kila kitu mikono mwako, ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi wetu. Wote tuseme amen. Mungu wabariki sana. Amen. Na tuwe na wakati mwema. Tupeane mikono na tuende na ushirika wa